Unajua leo bwana, kipindi nataka kuendelea na hii sehemu ya 137. Nikawaza na ya kwamba na mimi siku nikija kuwa na mke wangu msikilizaji, yani mke wangu, nitakuja kwenda naye sehemu fulani, sehemu ambapo anamdharau, sawa, labda anamuonyesha dharau kidogo. Alafu sasa nikishafika hapo, nawaambiaje, mkikubali kupiga magoti chini na kumtambua mke wangu kama kiongozi wenu, hamjachelewa kuokoa hai wenu. Najua atajiuliza sana, huyu mama anajiamini nini? Yes, lazima uoneshe kumjali na kuwa upande wa mwanamke wako, kumfanya awe malkia, ajione yeye ni malkia, si kwa kudharau wengine, lakini kwa sababu anatakiwa kuwa kwenye hiyo nafasi. Sasa kwa sababu I am a king, my wife should be a queen. Sasa bwana, tumeona ya kwamba Hamza ni kama anataka kuingia kwenye vita na mwamba wa kujiita Tengu. Na tayari Hamza ameshapigana na wadogo wawili wa Tengu. Na Tengu amemwambia Hamza ya kwamba mtoto umebarikiwa kuwa na mdomo sana wa majigambo. Hivi nadhani uwezo wangu ni sawa na wadogo zangu? Hamza akasema ya kwamba kama nilivyosema hapo awali, mkikubali kupiga magoti chini na kumtambua mke wangu Regina kama kiongozi wenu, hamjachelewa kuokoa uhai wenu. Basi sekunde maneno hayo yanamtoka Hamza, Tengu alijikuta akijawa na hasira kubwa mno. Akasema ya kwamba ese kijana, unakitafuta kifo. Sasa mara baada tu kuongea hivyo, pale pale akiwa ameng'ata meno kwa hasira, aliruka kupiga hatua ndefu na kutua karibu na alipo Hamza, lakini kutua kwake kuliambatana na shimo kubwa kujitengeneza miguuni kwake. Yani kabla hata watu kuona namna ambavyo Tengu aliruka, tayari alikuwa ameachia wimbi kubwa sana la nishati. Wimbi hilo la nishati, mkandamizo wake ulikuwa ni level nyingine kabisa kulinganisha na Lutenge na Wangoreme. Niliona kwenye comment kuna mtu alisema ya kwamba yeye ni wa ukoo wa Wangoreme. Huenda kuna wasikilizaji ni wanaokoo wa Wangoreme. So ulikuwa ni mkandamizo mkubwa zaidi wa hatari. Mara baada ya ardhi kugubikwa na wimbi hilo la nishati, mawe mengi yaliinuka kutoka ardhini, huku sasa kiambatana na vipande vya barafu vilivyokuwa kama vyoo vyenye kukata. Sasa swali letu tulobaki nalo sehemu ya 136 ni kwamba Hamza atamweza huyu babu ama babu Mheshimiwa Tengu? Tengelele Tengu. Kwa hiyo bwana, tusonge mbele. Langu jina ni Lucas Lumbers. Sasa Hamza mara baada ya kuona lile pigo, naye pia alinyanyua silaha iliyokuwa mikononi mwake na kuielekeza chini. Moja ya umbo la silaha lilishuka kutoka juu na kwenda moja kwa moja ardhini. Umbo lile lilikuwa limetengenezwa na kundi kubwa la silaha, lilikwenda moja kwa moja kuvaana na mawe yale pamoja na nguvu ile ya nishati ya Tengu. Umbo lile la kisilaha lilishindwa kabisa kuhimili nguvu ya uharibifu ya shambulizi la Tengu na lilishia kurudishwa tu nyuma nchi kadhaa tu yani. Hasa mara baada ya kichwa cha umbo lile kuharibiwa, mwili wake pia ulianza kushambuliwa na nguvu ile ya nishati. Ilichukua muda mchache tu, umbo lote likachanguka na silaha kusambaa angani katika mpangilio wa kuchanganyikana. Kulikuwa na baadhi ya silaha zilizoruka na kwenda kukita ardhini. Hasa mara baada ya kuona umbo la silaha la Hamza limeweza kuchanguliwa na pigo la babu yao Tengu, wanafamilia wa Kihinde walijikuta wakishangilia. Morali yao ilipanda upya na wakaanza kupiga makelele huku wakisema babu Tengu, babu Tengu, babu Tengu, babu Tengu, babu Tengu. Sasa upande wa watu wa Hamza, hususan wale watu wa bondeni, walikuwa na nyuso nzito mno za wasiwasi. Wote waliweza kuhisi nguvu kubwa aliyokuwa nayo babu Tengu. Hamza hakushangaa umbo lake la kisilaha kuharibiwa, lakini vile vile aligundua kwamba nguvu ya nishati ya Tengu ilikuwa ikipitia mabadiliko makubwa baada tu ya kutolewa. Ni kama vile ilikuwa ikijiongeza nguvu mara nyingi zaidi baada ya kutolewa. Kama si hivyo, aliona umbo lake la silaha lisingeendelea kushambuliwa mpaka kusambaratika. Hamza alijiuliza nini kinaendelea, maana ilikuwa kama vile bomu moja baada ya kulipuka lilitengeneza mabomu mengine matatu zaidi na kuendelea kulipuka. Asa Tengu akasema ya kwamba wewe mwanaharamu unashangaa nini sasa? Kazi yenyewe ndio inaanza. Aliongea Tengu mara baada ya kuona Hamza akiwa katika hali ya kufikiria. Sasa pale pale hakutaka kuchelewa, kwani mara moja tu nguvu kubwa ya kinyimfu ilijikusanya katika mwili wake. Akasema ya kwamba gwanda kamilifu la mzimu wa nyimfu. Pale pale nguvu ya nishati ilianza kujikusanya kwa kumzingira Tengu.
na mara moja ikatengeneza weusi fulani hivi kama wa nguo uliokwenda kumvaa mwilini. Ilimfanya onekane kama vile amevalishwa gwanda la kijeshi la rangi nyeusi, wakati huo likitoa msisimko mkubwa sana kwa nje. Basi Tengu akasema kwamba sipendi kupoteza muda wangu na watu waliojaa majigambo. Leo nitakuonyesha nini maana ya kuishi kwingi. Aliongea hivyo Tengu, mara moja tu alifyatuka kutoka alipo na kumsogelea Hamza kama kombora. Kwa namna ambavyo alikuwa akisogea na kuchezesha miguu yake, Hamza aliweza kuona Tengu alikuwa na uzoefu mkubwa wa mapigano ya ana kwa ana kuliko mdogo wake Lutenge. Hata hivyo, katika swala la utimamu wa mwili kulikuwa na pengo kubwa kati yake na Hamza. Hivyo Hamza mara moja alikusha kuona maelezo hayo mafupi. Hamza pale pale alifanya maamuzi haraka. Baada ya kuona Tengu anamsogelea kwa kasi, naye pia alimsogelea kwa kasi. Hakutaka maumbo yale ya silaha kumzuia kabisa bwana huyo. Badala yake alipanga kukaribiana naye na kutumia ngumi zake nzito kumkabili. Sasa Tengu akasema ya kwamba kuona mpiganaji yoyote kuwa na uthubutu wa kupigana na sisi mababu kwa kutumia ngumi, sasa ujasiri huo nao, hebu tuone ulichokuwa nacho. Aliongea Tengu huku sasa akicheka mara baada ya kuona Hamza hatumii maumbo yake ya silaha na kutaka kupigana naye kwa ngumi. Macho yake muda huo yalikuwa yamejaa hali ya kejeli. Na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kuona Hamza amechelewa kurusha ngumi wakati yake tayari imetoka. Lakini hata hivyo Hamza hakupaniki mara baada ya kuona ngumi ya Tengu ikimsogelea. Naye pia alitoa ngumi na kuirusha. Moja kwa moja ngumi kwa ngumi zilikwenda kukutana katikati na kugongana. Muda huo wimbi la nguvu lilianza kuwatoka kwa wakati moja. Asa Tengu muda ule alijikuta akishtuka. Mwanzoni alifikiri kwamba Hamza alikuwa akijitafutia tu matatizo kwa kujaribu kupigana naye kwa ngumi za ana kwa ana. Lakini asivyotarajia ni kuona maamuzi ya haraka ya Hamza yalikuwa sahihi nje ya vile alivyotarajia. Msikilizaji, ngumi mnyooko ni aina moja ya mbinu ya msingi sana katika sanaa ya mapigano. Lakini pia ni aina ya ngumi ambayo ikirushwa kwa usahihi inakuwa na hatari mno. Ngumi mnyooko. Hamza bwana mara baada ya kuona mwenzake ameweza kurusha ngumi hiyo mapema, kwa ajili ya kufidia kuchelewa kwake, alirusha ngumi ya kuangusha ama kupangua. Hii inahitaji muda mfupi sana kukusanya nguvu, lakini ina matokeo makubwa. Sekunda ambayo ngumi zile zilikutana ilikuwa ni kama vile mabomu mawili yalikutana na kutengeneza kishindo kizito sana cha mlipuko. Hasa Tengu mara baada ya pigo lake la ngumi kupanguliwa, alihisi msukumo mkubwa sana uliompelekea maumivu. Ilikuwa ni kwa bahati kwamba tayari alijilinda na gwanda la nishati, hivyo aliruhusu tu kurudi hatua kadhaa nyuma. Sasa upande wa Hamza aligundua ngumi hiyo ilikuwa ikimsambazia ubaridi wa nishati kwa kiwango kikubwa mno, kiasi cha kuhisi mifupa yake ikichoma-choma. Alijikuta na yeye pia akirudi hatua kadhaa nyuma. Sasa Tengu akasema kwamba kuona kwamba ukiachana na kutumia nguvu ya kusudi, una ujuzi pia wa mapigano ya ngumi, nimeshangaa sana. Nilisikia pia nguvu zako za kimwili ni kubwa mno. Aliongea Tengu ambaye alisinyaza macho yake huku akiongeza umakini zaidi katika pambano hilo. Licha ya kwamba mwanzo alisikia Hamza alikuwa na ujuzi wa mapigano, hakuliwekea swala hilo umakini mkubwa. Alichokosa kuelewa ni kwamba Hamza pia alikuwa na mafunzo ya mapigano ya ngumi ya kikale. Ukweli ni kwamba licha ya watu wa kale kugundua mbinu mbalimbali za mapigano ya ngumi, katika swala zima la uzoefu wa mapigano ya ngumi, Hamza alikuwa hatari zaidi. Sasa Hamza akasema kwamba usiniambie uwezo wako umeishia hapo. Aliongea Hamza akijaribu kunyoosha mkono wake huku sasa akionekana kufikiria jambo. Akaambiwa kwamba huo ulikuwa ni mwanzo tu mtoto, ngoja nikuonjeshe uhatari wa ngumi yangu ya kipupwe. Basi kabla hata hajamaliza kauli yake, Tengu alikwisha kusogea na kisha pale pale akafyatua ngumi nyingine iliyokuwa imeambatana na ubaridi mkali sana wa kuumiza mifupa. Ubaridi huu ulikuwa ni kama wa upepo wa kipindi cha baridi kali iliyoambatana na theluji. Ajabu ni kwamba nishati yake ilikuwa imegeuka kuwa barafu na kujigandisha kwenye ngumi yake na kufanya sasa mkono huo uonekane kama mkono wa barafu. Hamza kuona ngumi hiyo akipupwe ikimsogelea, hakuthubutu kabisa kukabiliana nao kwa mwili, kwa sababu aligundua uwezo wa Tengu ulikwisha kupita uamsho wa uungu wa nafsi na kufikia level ambayo hakuwahi kuisikia. Hasa Hamza
Alijua kama angepigwa na pigo hilo la ngumi ya kipupwe, anaweza asife ila angepata majeraha makubwa. Hivyo aliona atumie pigo la kusudi. Akiona silaha mkononi, pale pale aliifyatua kwa kuifyeka hewani na kuruhusu pigo la kusudi kufyatuka kumsogelea Tengu na ngumi yake hiyo ya kipupwe kupanguliwa. Lakini sasa swala lilofuatia lilimshangaza tena Hamza. Wakati akiangalia pigo lake la kusudi likivaana na ngumi ile ya kipupwe, pale pale alichokisikia ni sauti fulani hivi kama ya kengele. Mara mkono ule wa ngumi ya kipupwe uliposambaratika, ngumi halisi ya mkono wa Tengu ilijitokeza tena na kumsogelea. Ilionekana wazi ngumi ile ya mwanzo ilikuwa ni udanganyifu wa macho aliotanguliza Tengu kabla ya kujitokeza mwenyewe. Sasa Hamza kuona swala hilo, alishikwa na haraka ya kutuma tena shambulizi la kusudi kumlenga Tengu na ngumi ile. Lakini mara baada ya Tengu kuonekana kukwepa kwa kuruka, ngumi nyingine ya mkono wa barafu ilitokea pembeni na kumtifua Hamza kiasi cha kumfyatua kwenda nyuma. Sasa Hamza mara baada ya kupokea ngumi ile ya kipupwe, aliishia kupiga sarakasi ya kujizungusha hewani na kisha akatua bila kuanguka ardhini. Sasa wakati huo alitoa silaha nyingine na kuishikilia mkononi. Hata hivyo ni muda huo aligundua sehemu ya mwili wake iliyopigwa na ngumi ile ya kipupwe ilikuwa imeganda kwa kuathiriwa na nishati ya ubaridi. Sasa Hamza aliona kama angepigwa ngumi hizo za kipupwe mfululizo, moja kwa moja mwili wote ungeganda na damu zingeshindwa kutembea mwilini, pengine viungo vyake kuvunjika. So mara baada ya kushuhudia Hamza akipokea pigo la ngumi ya kipupwe kiasi cha kurudi nyuma, watu wa Wahindi walijikuta wakifurahi tena. Wengi wao walianza kucheka wakimkejeli Hamza kwa kujiona mwamba mbele ya babu zao Tengu. Sasa Regina na wenzake walijikuta wakitokwa jasho kwenye viganja vyao. Walikuwa na wasiwasi juu ya Hamza, lakini hakuna aliyejaribu kuongea chochote. Hata hivyo Hamza hakuwa kabisa katika hali ya kupaniki. Aliona kama wazee hao wa kale wa Kihinde wasingekuwa na uwezo hata wa kumpiga ngumi moja, wangewezaje kuogopwa na Magedon Shakyamuni? Sasa Hamza alijifikiria kwamba ninachojali ni kuona level halisi aliyofikia Tengu, level ambayo bado sina uelewa nayo. Sasa Hamza akasema ya kwamba naona kila shambulizi lako unalofanya linatokea mara 3 mfululizo. Sidhani kama ni sehemu ya nguvu ya urithi wa damu yenu ya nyimfu, sio? Kama pigo lako lilikuwa limebeba msisimko pekee wa ngumi, basi namna ulivyoshambulia haiwezi kutajwa kama sehemu ya sanaa ya mapigano ya ngumi. Kama ni hivyo, je, ni kwa sababu gani umekwisha kuipitia level ya uamsho wa nafsi? Tengu akajibu ya kwamba wewe mwanaharamu, wewe mwacha kuigiza. Baada ya kukupa fundisho na ngumi yangu ya kipupwe, unaanza kujifanya unajua kuchambua sana, si ndio? Unaja kujifanya kuwa siji mtulivu. Maana naona bado haujawahi kuona pigo la ukuzi wa ufunuo. Ukuzi wa ufunuo? Kwa hiyo kumbe ukishatoka level ya uamsho wa nafsi, unafika level ya kukua kwa ufunuo. Hamza hakuwahi kusikia kuhusu jambo hilo hapo kabla. Pengine ni kwa sababu alikuwa mdogo, au labda hakuwa amekutana na wataalamu wa kale wengi. Sasa mara baada ya kufikiria kidogo, Hamza aliweza kuelewa jambo. Akasema kwamba kwa hiyo ukuzi wa ufunuo ni ufunuo wenyewe kupitia mabadiliko kiasi cha kuweza kutoa mashambulizi zaidi ya 3 kwa wakati mmoja. Tengu akajibu ya kwamba mtazamo wako sio mbaya, lakini wewe ni mtoto uliyetelekezwa pekee. Hivyo unaelewa mdogo sana juu ya mafundisho ya nishati. Labda kabla ya kukushikisha adabu nikuelezee jambo moja, usife kabla hujajua. Level ya ufunuo mkuu wa nafsi maana yake ni mtu kuweza kuelewa nini kipo nyuma ya ufunuo uliopata. Na je, kuna muunganiko gani kati ya nafsi yako mwenyewe na nguvu ya mbingu na ardhi? Ukishafikia level ya ufunuo mkuu wa uungu wa nafsi, maana yake ni kuwa katika hali ya kuwasiliana na mbingu moja kwa moja. Maana yake kwamba ukishakuwa na uelewa wa ufunuo wako ulionao, mbingu zenyewe zinaamsha ufahamu wake binafsi wa kuelewana na wewe ili kutumia nguvu ya asili kukuboresha zaidi. Hivyo tofauti kati ya ufunuo mkuu na uamsho wa uungu wa nafsi ni katika ubora wa mwili. Ukishafikia level ya ukuzi wa ufunuo, huitwi tena mvuna nishati, bali unaitwa mtumiaji wa nishati ambaye huchagua njia yake binafsi. Hivyo haijalishi mwanzo unaanza kwa kuamsha nguvu yako ya ndani au kutumia nguvu ya nje, au unajifunza majisi, mwisho wa siku uelekeo ni ule ule tu, licha ya ufunuo kuwa tofauti. Ingawa mimi ndio kwanza nimeingia kwenye level ya ukuzi wa ufunuo, lakini mimi sio mvuna nishati. Mimi ni mtumiaji wa nishati tu, na kama ni hivyo, unao uhakika wa kuweza kushindana na mapigo yangu. Kama unao uhakika niambie.
Una uhakika wa kuweza kushindana na mapigo yangu? Hamza baada ya kusikia maelezo hayo, maelezo marefu na ya kupembua, baada ya kuhofia tena juu ya level hiyo. Aliona level hiyo haina tofauti na mtu ambaye ana silaha mkononi, lakini anaamua kutumia silaha hiyo kwa njia nyingine anazojua yeye. Hata hivyo, alijua kabisa alikuwa amefikia daraja ambalo ni kweli asili na yeye huanza kuwa kitu kimoja. Lakini katika mtazamo wa Hamza, kila alichoelezea kinabakia katika msingi ule ule wa utumiaji wa nishati za mbingu na ardhi pasipo kuzivuna. Yaani kwa lugha nyepesi ni kama Tengu yeye ni mwanafunzi ambaye ana malengo ya kuwa mtaalamu mkubwa wa kompyuta, lakini anaamua kusoma la kwanza mpaka sekondari na kusoma masomo yanayohusiana na kompyuta. Akifika chuo sasa ndo anaanza kujifunza kutumia kompyuta ili kubobea. Wakati huo wenzake, yani mwenzake yeye malengo yake ni kuwa mtaalamu wa kompyuta, lakini tokea akiwa mdogo anapewa kompyuta kuanza kuitumia huku akisoma masomo yenye kumpa uelewa zaidi juu ya kompyuta. Mwisho wa siku Tengu anakuwa mbobezi huku mwenzake kompyuta ikiwa ni sehemu ya maisha yake. Sije hapo tumeelewana? Sasa mara baada ya Hamza kufikia hivyo, alijikuta akianza kucheka. Tengu alikunja sura akasema kwamba wewe mtukutu, nini kinachokuchekesha? Isije kawa umegeuka kichaa kwa sababu ya woga. Nimecheka kwa sababu umetumia maelezo mengi sana kuelezea level uliofikia, ili hali kuna njia nyepesi sana ya kuelezea level yako. Ukweli ni kwamba ukuaji wa ufunuo ni njia tu ya kuelewa nini maana ya mbingu za nishati na ardhi katika kujipatia mbinu ya kipekee ya kushambulia. Sasa ukuaji wa ufunuo si kama mimi nilivyoanza tu kupata ufunuo wa kusudi na ukakuwa kufikia level nilionao sasa. Labda unachoshindwa kujua ni kwamba nguvu ya kusudi maana yake ni uwezo wa kutumia nishati za mbingu na ardhi pasipo kuzivuna. Wewe mwanadamu hivyo unaongea nini wewe? Nguvu ya kusudi ni nguvu ya kusudi tu. Na ufunuo wa nguvu ya nishati ni ufunuo wa nishati. Huwezi. Kabla hata Tengu hajamaliza maneno yake, alijikuta akishindwa kujua cha kuongea na pale pale alishia kuingia katika tafakari. Hamza mara baada ya kuona hali ya kufikiria kwa mzee huyo, alishia kutoa kicheko cha kebehe. Unafikiria nini sasa? Au ndio kwanza unapata uelewa wa kwamba haijalishi umefikia level ya kutumia nishati au kuvuna, bado msingi unakuwa ni ule ule wa kutumia nishati pasipo kuvuna. Kwa lugha nyepesi, unachokifanya wewe ndio unachokifanya mimi. Utofauti ni kwamba nimetumia njia nyepesi kuelewa njia hiyo, ila wewe umetumia karne na karne kuelewa ninachokifanya mimi. Kinachofanya kuonekana mbinu yako kuwa na nguvu ni kwa sababu nishati uliyovuna ni nyingi zaidi. Hamza mara baada ya kutamka maneno hayo, alizidi kujihakikishia kwamba njia yake ya kuamsha uwezo wake wa ndani aliyoichagua tokea mwanzo na kuachana na ile ya kuvuna nishati ilikuwa jambo sahihi sana. Yaani kwa lugha nyepesi, wavuna nishati wengi walishia kuvuna nishati mpaka kufikia level ambayo sasa wanagundua kwamba nishati ipo kwa ajili ya kutumiwa na sio kuvunwa. Asa upande wa Hamza, yeye alipata ufunuo huo mwanzoni na kufanya mafunzo yake kutaka kujua kama nishati ipo kwa ajili ya kutumia, nitaitumia vipi? Na hapo ndipo sasa alivyojikita zaidi kwenye kuamsha uwezo wake wa ndani. Lakini Hamza akiwa katika hali hiyo ya kutafakari, ghafla wazo lingine lilimjia katika mtindo wa swali. Alijiuliza kwamba kama nishati ipo kwa ajili ya kutumia, je, mtu ana uwezo wa kuitumia nishati hiyo mpaka kufikia kiwango cha kuvunja kanuni za ulimwengu? Na kama ni hivyo, je, hiyo ndio sababu ya wataalamu waliofikia level ya kuvuka ombwe la asili kama jemadari ndio maana wanao uwezo wa kupotea kwenye ulimwengu huu kiwepesi? Basi ndani ya sekunde chache tu Hamza alijikuta akipata mwelekeo mpya wa mafunzo yake. Sasa muda huo, wakati Hamza na Tengu wanapigana, upande wa mashariki kundi la wazee wa uungu wa kale waliokuwa wakiangalia pambano hilo, karibu wote walikuwa katika hali ya tafakari nzito, wakiwa na nyuso nzito. Kwa uwezo wao, hata kama walikuwa mbali na eneo la mapigano, walikuwa na uwezo wa kusikia kila kitu kinachozungumzwa. Muda huo, mara baada ya kusikia maelezo ya Hamza, ni kama sasa wanaelewa ugumu waliokuwa wakiona kwenye mafunzo ya nishati ulikuwa umerahisishwa kiwepesi zaidi na Hamza. Wote wakajiuliza kwamba huyu mtoto kweli ana miaka 20 pekee. Sasa Jumbe akasema kwamba hakika maneno yake yamenipa uelewa tofauti sana. Siri haipo kwenye kuvuna nishati, siri ipo ndani ya miili yetu binafsi.
Basi upande wa mzee Ngwalundi aliishia tu kusugua ushanga aliokuwa ameshikilia mkononi akiwa na hali ya kukubaliana na Hamza usoni. Basi Ziwa akasema kwamba itakuwa ni simba mkongwe aliyemfundisha hivyo. Hasina akajibu ya kwamba haiwezekani bwana. Ilionekana kuwa akielewa hata ukuaji wa ufunuo muda huu. Kwa hiyo msidhani kama kuna haja ya kujifanyisha ajui. Baada ya kuongevu Hasina, Ziwa akasema kwamba lakini haijalishi mtazamo wake ni mkubwa kiasi gani, haimaanishi bado anao uwezo wa kumshinda Tengu. Hasina akajibu ya kwamba alafu Comrade Sogole, nahisi kabisa Tengu hamwezi huyo Hamza. Comrade Zinga, nadhani ni muda wa wewe kurudi uungane na ukoo wako mkafanye maamuzi. Maana ni wewe na mwenzako Tengu pekee mliofikia kwenye level ya ukuzi wa ufunuo. Kwa hiyo akipotea mtu kama Tengu itakuwa ni hasara kubwa kwenu. Aliongea Hasina. Zinga alikuwa na hali isiyoelezeka usoni, na pale pale akasema ya kwamba Tengu uwezo wake bado haujafikia mwisho. Nina imani kubwa kwake. Sasa Zinga akajibiwa kwamba nina wasiwasi mzee Kilindi atamsaidia Hamza. Isitoshe Hamza ni mjukuu wa jemadari mshirika wake. Zinga akasema kwamba haijalishi Kilindi ana mabaya kiasi gani kwa Simba, sidhani atakuwa tayari kuingia uadui na sisi Wahinde. Aliongea Zinga kwa sauti nzito. Upande mwingine kwenye nyasi ndefu, mara baada ya bwana yule mwenye nywele kusikia maneno ya Hamza, alionekana kutingisha kichwa chake kwa kuridhika, na kisha pale pale kama mtu asiyejali sana alikaa chini na kuegamiza kichwa chake kwenye jiwe kwa mara nyingine. Sasa upande wa mbele ya ukumbi wa Kigoda, mara baada ya Tengu kusikia maneno ya Hamza, alijikuta akijawa na hasira sana. Ingawa hakutaka kukubaliana na maneno yake, bado hakuweza kuyakataa moja kwa moja. And of course ilikuwa ni kweli. Hakukuwa na tofauti ya ngumi yake ya kipupwe katika level ya ukuzi wa ufunuo. Ni kwamba tu ilikuwa njia nyingine ndefu iliyotumika kufikia level hiyo, wakati mwenzake alitumia njia fupi. Basi mzee akasema kwamba mtukutu, sitaki kuendelea kuongea ujinga na wewe. Nitakuonyesha ni ngumu kiasi gani mtu mwenye ukuaji wa ufunuo alivyo kulinganisha na nguvu zako chache. Basi mara tu baada ya kumaliza kuongea, nguvu ya kusudi iliamka. Lile gwanda lake la nguvu ya nishati lilimarika zaidi, huku likitoa mnunurisho wa mwanga. Ni mara ile ile alipiga hatua nyingine na kisha kumsogelea Hamza. Kisha akasema kwamba ngumi ya kipupwe ya uungu mkuu. Sasa Hamza muda ule aliweza kushuhudia ngumi ile ya kipupwe ikimsogelea kama vile ni kifaru mwenye tani nyingi, ikisogea kwa kasi ili kupasua pasua. Sasa Hamza kwa uzoefu aliopata mwanzo, awamu hiyo alipiga hatua kadhaa kurudi nyuma, na kwa wakati mmoja akaita umbo la silaha na kulipeleka kuvaana na ngumi ile ya kipupwe ya Tengu. Sasa umbo lile la silaha lilikutana moja kwa moja na ngumi ya Tengu, na kilichotokea ni mlio wa kama vyuma hivi. Umbo lile lilipasuliwa kama vile ni mbao iliyooza. Sasa mara baada ya mkondo wa kwanza kusambaratika, yani kuweza kusambaratisha umbo lile, ngumi ile ilijitokeza upya mbele ya Hamza. Tengu akasema kwamba mjivuni, umeishiwa na mbinu. Anaongea Tengu sasa akicheka na kufyatua ngumi ile. Kitendo cha kurusha ngumi zile mara kwa mara kilimfanya Hamza aonekane kama anashambuliwa na mikono mitatu kwa wakati moja. Badala ya kushambulia, alijikuta akishindwa na kuishia kujihami. Sasa mara baada ya Wahinde kuona jambo hilo, walijikuta wakijawa na furaha kubwa na kuanza kushangilia. Wakati huo upande wa familia ya Regina walikuwa na hali ya wasiwasi usoni, wakitamani wangekuwa na uwezo wa kwenda kumsaidia Hamza. Basi Irene akasema kwamba Dareji, nini kinamkuta shemeji? Mbona mapigo ni hatari yale? Basi alongeva Irene ambaye alikuwa na woga kiasi cha kumshika Regina mkono. Regina akasema usio na wasiwasi, shemeji yako atakuwa sawa. Asa wakati huo upande wa Genduleza aliyekuwa akijua uwezo halisi wa Hamza hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Muda huo Hamza alikuwa amepangua zaidi ya ngumi 20 za kipupwe. Aliona kuangalia mapigo hayo imetosha, na mara moja aliamsha nguvu ya kusudi na kuamrisha maumbo yale ya silaha kuanza kumshambulia Tengu. Hasa mara baada ya kuona maumbo hayo ya silaha yanamsogelea kwa wakati moja, Tengu akahofia, bali alianza kucheka kwa nguvu, akasema kwamba wewe maskini wa mbinu, hii ndio njia unayojua pekee. Akiunguruma kwa nguvu, pale pale alifyatua ngumi nzito za kipupwe kwa shambulia yale maumbo ya silaha.
Mapigo yale ya mwingiliano yalifanya maumbo yale ya kisilaha kushindwa kuhimili. Hata hivyo, Hamza hakujali kabisa kwa maumbo yake ya silaha kushambuliwa. Wakati ule ule, akiwa sasa ameamrisha maumbo yote kushambulia, alitoa ile silaha ya ukiwa na kisha akaanza kunyonya kwa kasi nishati za mbingu na ardhi kutoka pande zote. Sekunde chache tu ni kama eneo limegubikwa na dhoruba, kwani mawe na matakataka yalianza kuamka kutoka ardhini na kusogea kuelekea ambapo Hamza yupo. Sasa wimbi kwa wimbi, nguvu ya nishati ilijikusanya kwenye silaha ile ya ukiwa ya nyota 7. Hasa mara baada ya Tengu kumalizana na maumbo yale ya silaha, aligundua Hamza alikuwa akijiandaa kuachia pigo asilo lielewa, lakini hakuwa na muda wa kujali kumzuia, kwa sababu asingeweza kuhimili mapigo ya maumbo hayo ya silaha. Hasa upande wa Hamza ulikuwa ndio mpango wake. Alitaka maumbo ya silaha kumpa kashikashi kwanza, wakati huo akimwandalia pigo lingine akishamalizana nayo. Hasa muda ule, mara baada ya Hamza kuona Tengu amekwisha kumalizana na maumbo yake ya silaha, pale pale aliruka hewani. Hamza mara baada ya kuruka alichanua mikono yake na kisha akatumia nguvu, na ile silaha ya ukiwa ikiwa katika mng'ao mkali alirusha kumlenga Tengu aliyekuwa chini ardhini. Hamza, tokea uwezo wake ongezeke, kutoa shambulizi hilo la mng'ao wa nyota ya asubuhi ilikuwa ni rahisi kuliko mwanzo. Ingawa haikuwa kubwa kama ile aliyoitoa akiwa chini ya utawala wa nguvu ya kusudi ya giza, lakini katika uwezo aliokuwa nao alikuwa na uwezo wa kukusanya nguvu nyingi kwa muda mfupi. Hasa sekunde ambayo nguvu ile ya pigo la nyota ya asubuhi lilishuka, presha yake ilichukua ukubwa wa mita za mraba zaidi ya 1000. Karibia kila mtu aliyekuwa katika eneo hilo alihisi nguvu hiyo. Ukiachana Reji na wengine waliokwisha kuona shambulizi hilo, wengine wote walikuwa katika hali ya mshangao. Walijiuliza kwamba inakuwaje hii iwe pigo la kusudi yani, si sawa na kimondo kugongana na dunia hii. Basi wazee wa uongo wa kale waliokuwa wakiangalia kwa mbali, wenyewe walikuwa katika hali ya mshangao kiasi cha kuchanua macho yao. Kama wengine walio mbali walihisi uhatari wa nguvu hiyo. Kwa Tengu ambaye alikuwa amelengwa na shambulizi hilo, alikuwa kwenye wakati mgumu sana kutokana na eneo alipo. Aliona asingeweza kukwepa kabisa pigo hilo, kwa sababu lilikuwa limechukua eneo kubwa. Kitu pekee alichoona afanye ni kujitahidi kupunguza ukali wa pigo hilo kwa namna yote ile. Basi Tengu alijikuta hakuwa na jinsi. Mara baada ya kuona hivyo, alishia kuamsha uwezo wake wote wa nishati na kisha akaachia pigo la ngumi ya kipupwe kukabiliana na pigo hilo. Basi alitoa kelele wa hasira sana pale pale kwa nguvu zake zote, akiwa sasa amekita miguu chini. Aliachia ngumi ile kulenga shambulizi la nyota. Matokeo yake, nguvu kubwa ya ubaridi ililipuka na kuvaana. Ukubwa wa ngumi hiyo ulikuwa ni zaidi ya mwanzo, ni kama vile ndani yake kulikuwa na nyota zisizo na idadi zikiwaka. Sekunde ambayo pigo la nyota linakutana na wimbi la ngumi ya kipupwe, kilichoonekana ni kama mlipuko wa bomu uliotokea mfululizo kwa zaidi ya mara 7. Sasa mpaka mlipuko wa 7 unatokea, silaha ile ya nyota ya ukiwa ilipokwenda kukita chini ardhini, nguvu yake ilikuwa imepungua mno. Kilichoweza kuonekana ni vipande tu vya barafu ambavyo vilikuwa vimesambaa kila kona. Lakini wakati huo huo, Tengu alikuwa amekwisha kukimbia na kwenda kusimama mbali kabisa pasipo kuumizwa na pigo hilo. Hata hivyo, alikuwa akiema kwa nguvu kama mbwa. Ni sekunde chache tu alikiona kifo chake kinakaribia. Ni muda huo aliishia kuinua uso wake na kumwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa hofu kubwa. Wazee wengine wa ukoo hawakumdharau babu yao, kwani tokea mwanzo wakati pigo hilo liliposhuka walijua amekwisha kumpoteza Tengu. Kama ingekuwa wao, hata kama walikuwa kwenye levo za uamsho wa uungu wa nafsi, bado wasingeshindwa kukabili pigo lile na kupoteza uhai. Basi Tengu alisema kwamba kama nilivyotegemea uhatari wa nguvu ya kusudi, ila kwa kufikiria pigo hili kwa kuniwekea mtego kwanza, hakika uko vizuri. Ulichoshindwa ni kuniua tu. Aliongea Tengu ambaye alikuwa katika hali ya weni. Aliona kwamba pigo kali zaidi alilokuwa nalo Hamza lazima litakuwa ni hilo. Hata hivyo, alishangaa zaidi baada ya kuona Hamza hakuwa na hali ya kujali kabisa. Ilikuwa ni kama alichokifanya jambo la kawaida sana kwake. Hamza akasema kwamba kwa hiyo ngumi ya kipupwe mara 7 ndio mwisho wako. Angalau umenifanya nionyeshe sehemu ya uwezo wangu. Aliongea Hamza akiwa na tabasamu usoni. Sasa mdogo, licha ya Tengu kumuona Hamza kitabasamu, tabasamu lile lilimfanya kujaa na hofu. Ilikuwa ni kama tabasamu la Hamza lilikuwa likitisha zaidi kuliko kama angeona muonekano wake wa ukauzu. Hata hivyo, mbele ya vitukuu hao wengi na baadhi ya wazee wa uongo wa kale, Tengu hakutaka kabisa kuonyesha udhaifu, akijaribu kuzuia kuhema kwake kwa kasi. Pale pale alisema kwamba acha majigambo kijana,
Hivi nadhani mimi babu ama babu zako ninaogopa? Kama unao uwezo tumia, ila nakuhakikishia nitatumia ngumi yangu ya kipupwe kuweza kukushinda. Ingawa kuongezeka kwa ngumi yako kwa zaidi ya mara 7 kuna ukubwa wake, lakini bado haiwezi kukufanya kuwa bora. Labda kama utakuwa unakabiliana na mtu dhaifu kuliko wewe, au pengine unayelingana naye kiuwezo, lakini mbele ya mtu kama mimi, mbinu yako hiyo ni upuuzi mtupu. Kwanza nimeshagundua kadri unavyoiongeza nguvu ndivyo kadri nguvu zako zinavyopungua. Niambie, una uhakika unaweza kuipa nguvu mara 7 kwa mara nyingine? Tengu mara baada ya kusikia maneno hayo, sura yake ilicheza huku akiwa kimya. Ingawa hakuwa na jinsi, alihisi uchovu mkali. Hakuwa na hali ya kujiamini kutumia mbinu hiyo ya ngumi ya kipupwe kwa kuipa nguvu mara 7 kwa mara nyingine. Mpiganaji yoyote akifikia level ya uamsho wa uungu wa nafsi, moja kwa moja nguvu zao za kiroho huimarika, na matokeo yake uwezo wao haupungui kama usipotumika hata azeeke vipi. Lakini kama tayari mtu yupo katika hali ya uzee na bado akatumia uwezo wake, ni ngumu kwa uwezo ule ule kurudi haraka katika level ya mwanzo. Sasa kweli ni kwamba si kwamba eti wavuna nishati hawazeeki, bali wanakuwa wazee tu. Ni kwamba wanatumia nguvu za nishati kudumisha muonekano wao kuonekana ule ule wa ujana, lakini bado viungo vyao vya mwili na hata uwezo wa akili upungua. Kwa ubongo labda tu ni kwamba uwe na mafunzo ya kujimarisha. Jambo hilo ni gumu kwa wavuna nishati wengi kufanya, kwani walitegemea zaidi nguvu za nishati kuimarisha ubongo. Hata hivyo Tengu bado hakuwa ameridhika. Kwa mtazamo wake aliona Hamza alikuwa akijigamba tu na kujifanyisha kuonekana katika hali ya utulivu. Alijiuliza kwamba inakuwaje mtoto wa miaka 20 pekee kuweza kuhimili uwezo wake wa ukuzi wa ufunuo. Tengu akasema kwamba mtukutu, unajua majigambo sana, na kwa njia hiyo umenifanya nikaingia mtegoni. Tuone awamu hii kama utakuwa na uwezo wa kuhimili ngumi yangu ya kipupwe pasipo kukusanya nguvu kubwa ya kusudi. Basi mara baada ya kuongea hivyo, pale pale alianza kuchezesha miguu yake. Kwa mara nyingine alijifyatua kwa umbali mrefu na kumsogelea Hamza akiwa na nia ya kumbutua na ngumi kwa mara nyingine, ngumi ya mlipuko wa barafu. Sasa kutokana na umbali mfupi, ilikuwa ni ngumu kwa Hamza kuweza kukwepa pigo hilo. Hata hivyo, ulikuwa ni mpango wa Hamza kutokwepa. Pale pale alinyoosha kidole chake na silaha ambazo zilikuwa zimesambaa ziliamka tena na kujikusanya mbele yake. Silaha zile mara tu baada ya kujikusanya mbele ya Hamza zilipuka na kutoa mng'ao mkali wa kupofusha macho, huku kwa wakati mmoja zikiwa zimeungana kama vile zimeshonewa pamoja. Mara baada ya ngumi ile akipupwa kugongana na ngao, kilichoweza kusikika ni kishindo kizito tu kilichojaa anga nzima. Yaani kama vile ni ngurumo ya radi. Mlipuko ulitokea mfululizo na kufanya silaha zile kufunikwa na hali fulani vya ubarafu juu yake. Hata hivyo, mara baada ya ngumi ile kutimiza mlipuko wake kwa mara 7, ilishindwa kabisa kuvunja ngao ile wala kumuumiza Hamza. Tengu alijiuliza kwamba hii inawezekanaje. Alijikuta akirudi nyuma akiwa haamini macho yake. Yaani kwa kitendo cha kivivu cha Hamza kuchezesha kidole tu, amekusanya silaha na kutengeneza ngao ambayo pigo lake limeshindwa kufua dafu. Sasa Hamza alikuwa akitumia ujuzi wake pekee kujilinda. Hakuhitaji hata kutumia mbinu ya mgawanyiko kudili na mtu kama yeye. Hamza akasema kwamba vipi, unataka kujaribu tena au kuna mwingine anayetaka kujitokeza? Anaongea Hamza huku wakati huo huo akiangalia wazee wengine wa uungu wa kale waliobakia. Sasa muda huo wazee wote wa Kihinde wa uungu wa kale, licha ya kuhisi hali ya kudhalilika, hakukuwa hata na mmoja aliyethubutu kusogea. Tengu akasema ya kwamba hivi ni kweli unatumia uwezo wako wa ndani pekee kuwa na nguvu ya kusudi kiasi hicho ama? Hamza akasema vipi, unadharau nguvu ya ndani? Unadhani kwa nguvu nilizokuwa nazo ningeishiwa na pumzi kama wewe kwa kurusha tu mashambulizi mawili? Tengu alishia kukosa usemi, huku akijikuta akiwa katika hali ya kutafakari mbinu ya Hamza kama mtu anayejaribu kuielewa upya. Hamza mara baada ya kuona Tengu hakuwa na nia ya kujaribu tena kushambulia, alikanyaga kwenye silaha na kisha akaenda juu angani, alafu akaongea kwa nguvu akasema kwamba muda umeenda sana na nataka kwenda kula chakula cha mchana. Naona watu wengine wamekuja tu kuangalia. Kabla sijawa serious na pambano zaidi, mnaonaje na nyinyi mkijiunga? Mara baada ya Hamza kuongea vile, alitumia mbinu ya hiari na ghafla silaha ilifyatuka na kuelekea moja kwa moja upande wa mlimani mashariki. Watu walishia kuangalia silaha ile ikikata msitu na kwenda kutua juu ya eneo la kilele cha mlima. Uwezo wa silaha ile kwenda mbali ulizidi matarajio yao kabisa. Basi ni pale pale watu wengi waliweza kugundua kulikuwa na watu wamesimama katika eneo hilo la mlima. Upande wa eneo hilo, Zinga uso wake ulikuwa umekunjamana. Alishia kugeuza mwili wake na kisha
akadaka silaha ile iliyokuwa imerushwa na Hamza, ambayo ilikuwa ikitaka kumlenga kwenye paji la uso. Wazee wengine wa Uungu wa Kale macho yao yote yalikuwa juu ya kijana aliyekuwa akielekea hewani kwa ukanyagia silaha pekee. Ni pale pale kila mmoja alipata kujua kwamba Hamza alishagundua uwepo wao tokea muda mrefu tu, lakini jambo kubwa lilikuwa vile ambavyo Hamza aliweza kugundua kati yao nani ni sehemu ya Wahinde na kumlenga kwa silaha yake. Utofauti huo wa nguvu ulifanya wazee hao wa Uungu wa Kale kujawa na hisia mchanganyiko. Walijiona tokea mwanzo wakiwa na uwezo mkubwa wa kutoweza kugundulika na mtu mdogo kama Hamza. Kumbe walikuwa wakijipaisha tu pasipo kujua uwezo wa mwamba Hamza. Sasa Mkale Jumbe huku akicheka akasema ya kwamba inaonekana na sisi tunapaswa kujiunga. Wale mtoto ashaanza kutudharau sasa. Sogole akajibu ya kwamba hii tabia ya kudharau wengine inafanana kabisa na ya simba mkongwe. Aliongea Sogole akiwa na ukauzi usoni. Hasina aliishia kumwangalia Zinga akiwa na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Kisha Hasina akasema ya kwamba Comrade Zinga, kama ameshakuona nadhani itakuwa vizuri ukienda kumsaidia mdogo wako. Basi muda huo Zinga alikuwa ameshikilia silaha ile aliyotupiwa na Hamza, na mara baada ya kuisambazia nguvu ya nishati ya baridi, pale pale ilitoa mlio kama wa kukatika hivi. Zinga akasema, samani waungwana, nadhani ni muda wa mimi kukabiliana naye. Aliongea Zinga ambaye alifanya maamuzi baada ya kuona ndugu yake alikuwa katika hali ya kushindwa. Alishia kurukia tu juu hewani, na ndani ya muda mfupi tu alikwisha kulivuka ziwa na kutua mbele ya ukumbi wa Kigoda. Sasa Ziwa alisema ya kwamba jamani, sogeeni kule basi na sisi ili tuangalie kwa karibu na kujua huyu mtukutu anajivunia na nini. Aliongea Ziwa na kisha mara moja tu alisimama na kupotea eneo hilo. Kundi hilo la wazee wa Uungu wa Kale hawakutaka kujificha tena kwa sababu walikwisha gundulika. Kila mmoja alitumia uwezo wake na wote wakasogea kwa kasi na kutua kwenye eneo la jukwaa mbele ya ukumbi wa Kigoda. Hasa upande mwingine yule mzee aliyekuwa amejificha peke yake kwenye nyasi, naye pia aliruka kutoka alipokuwa na kutua juu ya jukwaa la sanamu la kasa. Hata hivyo mtu yule alionyesha wazi kabisa hakuwa na maelewano mazuri na wenzake, kwani alishia kujiegamiza kwenye sanamu hilo la kasa na bado kwenye midomo yake kulikuwa na jani la mmea. Sasa Jumbe kwa kitabasamu akasema kwamba Comrade Kilindima, na wewe kumbe umekuja bwana. Bihu akajibu ya kwamba ni miaka mingi sana tokea tukutane, lakini uwezo wako umestawi na kustawi zaidi. Anaongea Bihu huku sasa akinywa wine kutoka kwenye kibuyu chake. Yule bwana aliyefahamika kwa jina la Kilindima alishia kuangalia tu kwa jicho la pembeni, lakini hakuongea chochote kile. Badala yake macho yake yote yalikuwa kwenye silaha zilizokuwa zikipaa hewani. Sasa mara baada ya wazee hao wa Uungu wa Kale kujitokeza katika ukumbi huu wa Kigoda, haikujalisha walikuwa Wahinde au watu wa familia Dosa, wote walihisi mkandamizo mkubwa wa pressure. Wote walihisi. Karibia watu wote waliokuwa na mafunzo ya kawaida hawakufahamu kama katika eneo hilo kulikuwa na wataalamu wa juu ambao walikuwa wakiangalia. Basi Junsa na baadhi ya wazee wengine wakajadiliana wakasema, hao ndio wazee wanaounda umoja wa Uungu wa Kale. Yaani kwa kitendo chao cha kusimama tu kawaida tu wanasababisha msisimko wa ajabu sana. Basi Junsa na baadhi ya wazee wengine waliangalia wazee hao kwa macho ya heshima kubwa. Kuhusu Regina na wengine, hawakufahamu watu hao. Hawakuwafahamu kabisa. Wasiwasi wao ulikuwa ni kuona kama watu hao wangemshambulia Hamza. Sasa upande wa Priscilla, yeye alihisi kati ya wazee wale mmoja wao alikuwa akimwangalia sana. Mara baada ya kugeuza macho yake kwa mara nyingine, pale pale uso kwa uso alimuona mrembo Hasina akimwangalia. Sasa Priscilla mara baada ya kukutanisha macho yake na mwanamke huyo kwa sekunde kadhaa, alishia kugeuza kichwa chake, yani aligeuzia mbali
baada ya kuhisi wasiwasi. Upande wa Hasina, macho yake yalikuwa yamejaa hali fulani hivi ya kuvutiwa, na tabasamu fulani hivi lilijitengeneza kwenye midomo yake. Lakini upande mwingine, mara baada ya Tengu kuona kaka yake amewasili, alishia tu kuinamisha kichwa chake na kuongea kwa aibu, akasema kwamba kaka, mimi mdogo wako sina maana. Basi kundi lote la wazee wa kale wa familia Wahinde walishia kuonyesha hali za haya, kuona kwamba walihitaji mpaka mtu kama Zinga kuingilia kati na kudili na mtu mmoja tu kama Hamza. Hakika ilikuwa ni aibu. Asa Zinga alishia kumwangalia mdogo wake Tengu pasipo hisia zozote, kisha akaongea kwa sauti ya kuamrisha, akasema kwamba rudi nyuma. Tengu muda huu alishajua kaka yake alikuwa amekasirika, hivyo hakuongea chochote, na badala yake alirudi nyuma na kumwachia uwanja. Mara baada ya watu wa Hamza kuona mzee huyo kachukua hatua, waliweza kuhisi mkandamizo mkubwa na kujua lazima huyo Zinga atakuwa mmoja kati ya wazee wa familia ya kale wenye nguvu zaidi, na kufanya wote kujawa na hali ya wasiwasi. Basi bwana, ni Hamza pekee aliyekuwa amekanyagia silaha ikielea angani. Alionekana kumwangalia bwana huyo kwa matamanio makubwa, akiwa hana wasiwasi hata kidogo. Sasa wakati huo huo, Hamza pia alikuwa amesikia maneno ya Junsa akisema kwamba wazee hao waliokuwa wakiangalia ni wazee wa uungu wa kale. Alijifikiria na kujiambia, wanastahili, kwani wote walikuwa na nguvu zisizo za kawaida. Ingawa uwezo wao usingeweza kulinganisha na wa yule mwanamama Hesley, aliweza kuona wazee hao angalau walifikia uwezo wa Manet, mlinzi wa gereza. Zinga akiwa amemkabili Hamza, akiwa sasa amerudisha mikono yake nyuma, aliongea akiwa na muonekano wa kauzu, akasema kwamba kijana, unaonekana kuwa na kesho leo bora sana. Hivi kwa nini upo hapo ukikitafuta kifo? Siku hiyo Hamza alikuwa ameidhalilisha familia nzima ya Wahinde na pia akamuua Wangoreme. Kwa mambo aliyoyafanya, ilikuwa ni kitu ambacho Wahinde wasingevumilia. Sasa Hamza aliyekosa uvumilivu akasema kwamba kwa nini nyie watu wa kabila la Wahinde mnaongea sana pumba? Hebu harakisha kutoa mapigo yako bwana, nione na wewe una ufunuo gani wa kinishati. Aliongea Hamza. Mara baada ya kundi la wanafamilia wa Kihinde kusikia maneno hayo, walijawa na hasira kiasi cha kutaka kutapika damu. Waliona ni dharau kubwa kwa Hamza kuchukulia uwezo wa mababu zao kwa kejeli namna hiyo. Zinga alikuwa na hasira kiasi kwamba alianza kucheka. Zinga akasema kwamba hivi ni uzao gani huu wa ng'ombe asiyeonekana kumwogopa chui? Mimi mzee leo nadhani nitakupeleka kuzimu. Kwa kuongea maneno hayo tu, pale pale mwili wa Zinga ulilipuka na nguvu ya ajabu ya nishati ya kinyimfu, yani ni kubwa mara mbili ya ile aliyokuwa akitoa Tengu mwanzo. Eneo la ardhi alilokuwa amekanyagia lilianza kutoa nyufa kwa kasi, huku nyasi zikikauka haraka. Yani kwa uwezo huo tu ilionyesha ni kwa kiasi gani Zinga alikuwa na utawala wa juu wa nguvu za kinishati kuliko mdogo wake Tengu. Ni muda ule Zinga pale pale alisukuma viganja vyote vya mikono yake mbele, na mara moja wimbi kubwa la nishati lililokuwa kama mafuriko lilimsogelea Hamza. Basi akatamka kwamba maili 1000 za barafu. Pale pale sasa upepo mkali ulioambatana vipande vingi vya barafu vilimfunika Hamza na silaha zake kwa ghafla. Kisha akasema ya kwamba ngao ya mwango wa silaha. Sasa Hamza aliweza kugundua muda ule spidi ya kimashambulizi aliyokuwa nayo Zinga ilikuwa ni kubwa mno. Hata hivyo aliimarisha ngao yake, na silaha zote zilizokuwa zimezagaa zilijikusanya mbele yake na kutengeneza ngao ya chuma. Hamza alijua huo ndio mwisho wa pigo hilo kama akili kinga na ngao, lakini aligundua kuna kitu hakipo sawa. Baada ya muda alitambua kwamba udhibiti wake wa silaha ulikuwa umepungua kasi na kufanya baadhi ya silaha kutotii amri zake. Yaani ilikuwa ni kama vile silaha zake kuna mtu mwingine aliyekuwa akijaribu kuzitawala na kusababisha mvutano.
Sasa muda huo Zinga naye aliruka juu angani, kisha akachanua mikono yake na kwa mara nyingine akaibua wimbi lingine la nishati. Akasema kwamba hebu tuone utawezaje kuzuia na hili pigo, ghadhabu ya upawa wa mbingu. Msikilizaji, ilikuwa ni aina ya shambulizi lile lile ambalo Lutenga alijaribu kutumia. Hata hivyo, pigo hilo la Zinga lilionekana kuchukua sehemu ndogo sana ya mita za mraba, lakini kutokana na udhibiti wa kifanisi, nguvu yake ilikuwa kubwa zaidi. Sasa swala muhimu ni kwamba Hamza alitaka kuamrisha silaha zake kujigeuza maumbo, lakini sasa aligundua hazikuwa zikimsikiliza hata kidogo. Hamza aliona hakuwa na muda wa kutosha wa kuita silaha mpya. Hata hivyo, alishia kukusanya tu silaha zile zile kwa kulazimisha kuzunguka mwili wake, kisha akaamsha kiwango kikubwa cha nguvu ya kusudi kikamzingira. Baada ya hapo, mlio mkubwa ulisikika tu kama mlipuko. Presha kubwa ilifanya silaha zote zilizomzunguka kutingishika kiasi cha kwanza kusambaa. Sasa umbo la Hamza lilionekana kama vile anga limegeuka bahari na yeye kudidimia ndani yake na kufanya miguu yake kutokuonekana. Sasa muda huo vipande vya barafu vilizunguka kwa kufyatuka kila kona ya mwili wake, vikimzingira na kumfanya aonekane kama amefunikwa na wingu. Wanaokoo nao wa Kihindi walifurahi sana kuona Hamza amekwisha. Kuhusu Raiji na wengine, ni kama mioyo yao ilihamia kwenye koo zao. Hata Genduleza mwenyewe alikuwa na wasiwasi kidogo. Basi wazee wa ungu wa kale hawakushangaa kabisa. Wao walikuwa na uelewa wa kutosha juu ya nguvu alizokuwa nazo Zinga, na shauku yao ilikuwa ni kujua hatua atakazochukua Hamza kukabiliana naye. Sasa akiwa na muonekano uliojaa hali ya kujivunia, Zinga aliishia kuangalia namna ambavyo amemzingira Hamza kwa dhuruba ya barafu. Kisha akaongea akasema kwamba, mtoto, hayo ndio matokeo ujeuri wako kwa kutaka kushindana na sisi Wahinde. Hamza aliyekuwa amemezwa na kiwingu cha barafu, miguu yake ikiwa magotini, huku akiwa ameinamisha kichwa chake chini na mwili wake wote kufunikwa na vipande vya barafu nyeupe, alionekana kama mtu anayeteseka sana. Basi watu walijikuta kipanic. Kareji kakaita Habi, wengine wakaita bosi, wengine wakaita Mr. Hamza. Walishindwa kujua cha kufanya. Hata hivyo, Hamza aliinua kichwa chake na kuonyesha ishara kwamba, oya, nipo good. Basi Hamza alisimama wima, akatoa pumzi nyingi nje, akasema kisha akasema kwamba hii nguvu ya nishati ya ubaridi imenigandisha kiasi kwamba nahisi kichwa kinataka kupasuka. Nashangaza sana umwezaje kuwa na shambulizi la kunifanya mbinu yangu ya silaha ya hiari kosa nguvu. Hamza akaambiwa kwamba, mvulana, hata ukijua utafanya nini wakati hata huwezi kufanya chochote? Yaani wewe hauniwezi kunifanya chochote wewe. Hamza akasema, upo sahihi, wewe una nguvu kuliko mdogo wako, kwa hiyo mimi siwezi. Sasa Zinga akasema kwamba ni vizuri umetambua hilo. Haya, piga magoti kisha sujudu na kukubali makosa yako. Nitahakikisha na istili maiti yako. Aliongea Zinga. Yaani hawa watu ni kwamba kuomba kwako msamaha sio endelee kubaki hai, bali kuomba kwako msamaha ni kuhakikishiwa tu kwamba maiti yako itahifadhiwa vizuri. So wanaokoa wa Kihinde mara baada ya kusikia maneno hayo walijikuta wakicheka. Mdogo kila mmoja alikuwa na uweni. Alafu sitoshe, Hamza alionekana kabisa amekwisha kuogopa. Sasa upande wa watu wa bondeni, wote walishia kuonyesha hali za kutokukubali, wakionyesha pia na hali za majonzi. Hisia walizokuwa nazo yani ni kama zilikuwa hisia ambazo walizokuwa kisambaziwa na Zinga ziliwafanya kushindwa kujua hata cha kufanya. Hata hivyo, muda ule Hamza aliinua kichwa chake, akatoa kicheko na kuongea kwamba utakuwa umenielewa vibaya isee mkale. Mimi nichomaanisha ni hivi, kwa sababu Wahinde mpo tayari kuonyesha uwezo wenu wote, basi na mimi naombeni basi na mimi nionyeshe kiasi kidogo tu cha nguvu zangu. Angalau na mimi tu napaswa kuonyesha kiasi kidogo cha nguvu zangu. Kama nilivyokwisha kusema awali,
mjitokeze wote ili niwe serious kidogo. Msikilizaji, kwa maana hiyo Hamza alikuwa hajatumia nguvu zake. Hamza akaambiwa kwamba mtukutu, hivi unajua hata unachozungumza wewe? Hebu acha maigizo bwana. Basi kabla hata Zinga hajamaliza kauli yake, ghafla aliweza kushuhudia macho ya Hamza, kiini chake cha jicho kikibadilika rangi na kuwa na ukungu wa dhahabu. Ghafla Hamza alitoa mkandamizo wa presha uliosababisha mioyo ya watu kwenda mbio. Zinga alijikuta akihisi baridi kwenye moyo wake na alishia kubabaika. Akasema, wewe isije kaa umewe. Hamza muda huo, kadri alivyoamsha nguvu ya urithi wa damu yake, macho yake yalionekana kama vile yalikuwa yakiungua na moto na kuonekana na njano kwa uwazi zaidi. Alafu sio tu kwa Zinga aliyeweza kuona, bali hata wazee wa uungu wa kale waliweza kushuhudia. Basi Hamza aliteli nguvu yake ya mgawanyiko, na mara baada ya kuanza kugawanya mwili wake, nishati na damu yake vilianza kuchanganyikana kwa kasi kubwa. Mwanzoni, wakati Hamza anaanza kujifunza mbinu hiyo ya mgawanyiko, alifikiria ilikuwa ni mbinu yenye athari za kumletea ukichaa, hivyo asingepaswa kuitumia mara nyingi. Lakini sasa wakati huo, akiwa na uzoefu wa kina wa mbinu yenyewe ya mgawanyiko, aligundua haikuwa mbinu yenye athari. Ni pale tu ambapo mwili wa mtumiaji hauna nguvu za kutosha ndipo anaweza kuathiriwa na mbinu hiyo. Hivyo kwa nguvu za mwili alizokuwa nazo, alikuwa na uwezo wa kutumia mbinu hiyo kiwepesi zaidi bila wasiwasi. Aliamini kwamba kadri ambavyo ataendelea kujifua kimafunzo, ndivyo ambavyo nguvu yake ya mgawanyiko ingezidi kuimarika siku hadi siku. Sasa muda huo, kila seli ya mwili wake ilikuwa imeamka na nguvu kubwa zaidi ilianza kujikusanya. Ule barafu uliokuwa umezingira mwili wake uliyeyuka mara moja, na hali ya kuto kujisikia vizuri nayo ikapotea mara moja. Yaani mwili wake na damu yake alihisi kama vile vinachemshwa. Hamza ambaye alikwisha kuonja nguvu halisi ya mgawanyiko katika hali ya pepo kumtawala, alijua bado hiyo sio nguvu yake halisi. Hata hivyo alijihisi akiwa na nguvu za nishati zisizoisha, na alikuwa na hamu kubwa sana kuzitumia pasavyo. Nguvu kubwa ya msisimko iliyokuwa tofauti na mwanzo ilimtoka Hamza na kutingisha eneo lote la Wahinde. Maelfu ya watu waliokuwa hapo walihisi nafsi zao zinataka kuwakimbia. Hamza aliye mbele yao hakuwa binadamu, bali alionekana kama jini la kale la utawala. Alivyoshusha macho yake, aliwaangalia watu hao kwa macho ya dharau kabisa. Kisha pale pale akatoka nje ya kizinga cha barafu ile. Sasa Mbezi akasema kwamba hii hatua ni ya machafuko ya damu katika hali ya ushuhuda wa mwili. Aliongea Mbezi, haikueleweka kama anauliza au anajibu. Hasina naye akasema kwamba hapana, hii haiwezi kuwa level ya kuamka kwa damu. Hatua ya mchafuko ya damu ni kama vile tu kuna kitu kingine kimefanya hatua hii kuwa kubwa zaidi. Afu isitoshe, anaonekana hana mafunzo yote ya kuamsha urithi wa damu yake, hivyo ni ngumu kuwa na uwezo wa kutumia level ya ushuhuda wa mwili kamilifu. Alongevu Hasina akajibiwa kwamba lakini hana mafunzo yote ya nishati. Yaani inakuaje akawa na nguvu kubwa namna hiyo Mwili wake yani unaweza vipi kumili mlipuko kiasi hicho cha nishati? Bihu akasema kwamba kama mtu angekuwa katika hali aliyokuwa nayo, ni dhahiri angepatwa na ukichana, pengine kujilipua. Aliongea Bihu huku akionekana kuwa na shaka. Sasa Jumbe alisema kwamba hii nadhani itakuwa inatokana na faida ya mbinu ya mafunzo ya kuamsha uwezo wake wa ndani. Maana utimamu wake wa mwili ni mkubwa kiasi cha kutokufikirika. Aliongea Jumbe akikubali mziki wa Hamza. Mrembo Ziwa akasema kwamba huyo Hamza hakika anazidi kunishangaza. Aliongea Mrembo Ziwa. Kauli yake iliwafanya Sogole na Jumbe kumwangalia, kwa sababu ni mara ya kwanza walisikia akilitaja jina la Hamza. Upande mwingine, mzee mkale aliyefahamika kwa jina la Kilindima aliyejitenga na wenzake, macho yake aliwaka huku uso ukizidi kuwa mzito.
Sasa muda huo Zinga aliye karibu zaidi na Hamza ndiye aliyehisi msisimko mzito zaidi wa Hamza na kumfanya sasa umakini wake kuongezeka na kuwa na wasiwasi, huku akionekana kumeza mate mengi. Hata hivyo alikuwa akijiamini kwa uwezo wake binafsi. Mara moja alijaribu kujituliza, kisha akaamsha nishati zake za mwili, akasema kwamba wewe mtukutu, hakika unajua kuvumilia. Kwa kuweza kuficha tu uwezo wako huo, hongera sana. Basi Hamza alishia kuvuta pumzi nyingi tu na kuzitoa. Macho yake yote yalikuwa ni yakimwangalia Zinga. Alimtazama sana Zinga, kisha akawaangalia wazee wengine wa kale wa Kihinde na akaongea bila mzaha, akasema kwamba ninyewe wazee wengine wa kale, unganeni na mwenzenu kunishambulia wote. Sasa mara baada ya kauli hiyo kusikika, kadamnasi yote ilijawa na mshtuko. Yaani hii ni dharau aisee kiwango cha flyover. Wote walijiuliza kwamba inakuaje, au kwamba yani Hamza anaona Zinga mbele yake yani hamtoshi na anataka wazee wengine wa Kihinde kuungana ili kumshambulia. Yaani kwamba yeye mwenyewe anataka kushambuliana na wataalamu zaidi ya 10 wa familia wa Hinde. Wazee hao walimtukana wakasema kwamba pumbavu zako. Hivyo unamaanisha nini unavyoongea hivyo? Hivyo nadhani unastahili kuongea maneno hayo? Mtoto mjinga sana wewe. Majigambo yako yamezidi sasa. Kaka Zinga, mimi nipo tayari kusaidiana na wewe. Basi kila Muhinde mbele ya ukumbi huo wa kigoda alikuwa amekasirika, na wote walitamani kusogea mbele na kumkata Hamza vipande vipande. Ukweli ni kwamba baadhi ya wazee wa kale walishindwa kuvumilia kabisa na walikuwa tayari kushambulia kwa pamoja. Hata hivyo Tengu aliwazuia na kisha akasema kwamba kama sisi wazee wote wa kale tukimshambulia kijana mdogo kama huyo, dunia si itatucheka. Basi mara baada ya wazee hao kusikia maneno hayo, walishia kutuliza munkari. Hata hivyo walijua kabisa hawakuwa na uwezo wa kumshinda Hamza, walitaka tu kupigana naye ili kupoza hasira zao. Sasa upande wa mashabiki wa Hamza walijikuta wakipatwa na msisimko mkubwa wa furaha. Kuna kijana wenu mmoja, kumbukeni, ameacha jeshi kuja kumshangilia rafiki yake. Si mwingine ni Himidu. Himidu alisema kwamba bosi, bosi hakika ni bosi sasa, inasisimua kuangalia hii vita. Aliongea Himidu. Yule akasema kwamba bila hawa Wahinde kupigwa na kuchakazwa, watakubali vipi kushindwa sasa? Aliongea Yulia huku akitoa kicheko hafifu. Asa muda huo macho ya Zinga alikuwa amejaa hasira kali. Aliona kama Hamza anao uthubutu wa kutamka maneno hayo, basi hakuwa akiwachukulia Wahinde kwa heshima kabisa. Zinga akasema kwamba mjivuni sana wewe, ndio maana wengi wanakuita mwanaharamu. Hivi unadhani kuongea hivyo tutakuogopa? Kama umeamua kuleta dharau na kukataa kujisalimisha, nitakupeleka mavumbini sasa hivi. Basi bwana, Zinga hakutaka kujizuia tena. Aliona ngoja pambano hilo, kwanza aliona pambano hilo alijaisha mpaka alimalize. Zinga akasema kwa nguvu, gwanda la nyimfu ni nishati ya kinyimfu. Sasa pale pale Zinga aliamsha nguvu yake ya nishati ya urithi wa kinyimfu. Huku wakati sasa, yani kwa wakati mmoja nishati ya mbingu na ardhi ikifunika mwili wake na kutengeneza gwanda jeusi. Sasa muda huo mwili wote wa Zinga ulikuwa ni kama vile umefunikwa na kioo cha blue nyeusi hivi yani. Nguvu yake ya ukinzani ilikuwa imeongezeka katika viwango vingine kabisa. Mara moja tu alikita mguu wake chini, na pale pale mlipuko wa nishati ya blue ukaonekana ukilipuka chini yake. Akafyatuka kama rocket na kumsogelea Hamza. Basi pale pale akasema kwamba ngumi kipupwe mparanganyo. Pale pale sa pigo lake hilo alilenga moja kwa moja kushambulia moyo wa Hamza. Pigo la ngumi kipupwe mparanganyo. Hamza kuona anasogelewa hakuwa na nia kabisa ya kukwepa wala hakuwa na haja ya kutumia nguvu ya kusudi. Badala yake aliipa nguvu miguu yake, kisha akarusha na yeye ngumi kwenda kuipangua ngumi ile mparanganyo. Hamza alibweka sana wakati anaiunda ama anayumba hiyo ngumi hiyo. Alikuwa akihisi mwili wake ulikuwa na nguvu isiyoisha na alitaka kupata mahali pa kupima mzani halisi wa ngumi yake. Wakati Zinga akimarisha ngumi yake kwa nguvu za nishati, upande wa Hamza yeye alitumia mkono wake bila nishati wala kusudi. Watu wengi walipoona jambo hilo walishindwa kuelewa na kuona kitendo alichofanya Hamza si sawa, bali ni kujiingiza hatarini.
Kishindo kizito kilisikika mara baada ya ngumi ya Hamza kuvaana moja kwa moja na ngumi kipupwe mparanganyo. Kilichoonekana ni mlipuko tu wa mwanga wa kuumiza macho. Sasa Hamza yeye alirudi hatua kidogo nyuma na nusu ya mwili wake wote ukaonekana kugandiwa na barafu. Zinga naye aliishia kurudi nyuma na akasimama akiwa na muonekano wa kejeli usoni. Alimwangalia Hamza kisha akasema kwamba mtukutu, bado tu unayo jeuri ya kuongea maneno yako ya majigambo. Hata hivyo Hamza hakujibu. Badala yake alivuta hewa nyingi kisha akakaza mkono wake uliofunikwa na barafu na kufanya barafu zidondoke chini. Hata hivyo alihisi kabisa mwili wake ulikuwa umeathiriwa na kitu na kufanya ufahamu wake kumwendea sivyo. Basi akasema kwamba kumbe ndio ilikuwa hivi. Yaani kiguswa na nguvu ya nishati yako ya ubaridi napata hali ya kuathirika kiufahamu. Na ndio hali hiyo hiyo imetokea kwa silaha zangu na zikakosa uyari wao. Basi Zinga mara baada ya kusikia maneno hayo alishia kupata mshtuko kwenye moyo wake. Alijiambia kwamba isije kawa Hamza alitumia mwili wake kukinga shambulizi lake kwa ajili tu ya kujua ufunuo wake ulivyo. Kama ni hivyo, inamaanisha alikuwa akiamini kwamba mwili wake una uwezo wa kuhimili nguvu yake ya kipupwe mparanganyo. Zinga akasema kwamba upo sahihi. Nguvu yangu ya nishati inaweza kuingia katika vitu vyote duniani. Hata kama iwe ni nguvu ya nishati au nguvu ya kusudi, ina uwezo wa kupenya na kuathiri. Hivyo haijalishi unatumia silaha au unatumia mwili wako, hakuna wa kuzuia nguvu yangu kupenya na kuathiri. Utaishia kupitia mateso makali tu ya huyu mzee kijana. Basi aliongevu Zinga. Hamza naye aliinua kichwa chake, akabitua mabega yake na kuchezesha kichwa, akasema kama uliosema ni kweli, kama siwezi kuizuia basi mimi sina haja ya kuizuia. Mara baada ya Zinga kusikia kauli hiyo, mapigo yake yalienda mbio. Aliingia katika hisia ambazo alishindwa kuzielewa. Bwana wewe, msikilizaji, tutaendelea tena kwa wakati mwingine, lakini hawa Wahinde usiwachukulie poa msikilizaji, wana kete zao za siri. Usije ukachukulia poa tu ukaona kwamba Hamza hivi vita anashinda, bwana ameshinda nyingi. Wewe hivi mmesahau Hamza alishawahi kufanywa mzee? Akaenda kuokolewa tu na ule jamaa fulani hivi mlinzi wa gereza yule. Hawa Wahinde usiwachukulia poa msikilizaji, wana kete zao za siri. Hizi kete ni bala sana. Tukutane sehemu inayofuata tuweze kuona sasa Hamza kwa wakati huu atafanywa nini. Raundi iliyopita alifanywa mzee. Sasa hivi huenda anaweza kafanywa hata chura. Na Reji akabaki anahangaika tu. Tayarishaji ni Isa Singano na mimi nilikusimulia ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.